Maelfu ya wananchi kote nchini Marekani wamefanya maandamano makubwa yaliyopewa jina la No Kings mwishoni mwa wiki iliyopita, wakipinga vikali utawala wa Rais Donald Trump na sera zake mbalimbali. Maandamano hayo yaliyofanyika Machi 28 na 29 yamekuwa ya tatu kwa ukubwa katika mfululizo wa mikutano ya kupinga serikali ya sasa, yakilenga hasa vita dhidi ya Iran na serikali za uhamiaji. Ripoti kutoka vyombo mbalimbali vya habari zinaeleza kuwa mamilioni ya watu walijitokeza mitaani katika miji mikubwa na midogo kote nchini Marekani. Miji kama vile Los Angeles, New York, Houston na maeneo mengine ya New Jersey ilishuhudia mikusanyiko mikubwa ya waandamanaji waliobeba mabango na kuimba kauli mbiu za kupinga utawala wa Trump. Moja ya masuala makuu yaliyochochea maandamano haya ni vita vinavyoendelea dhidi ya Iran, waandamanaji wengi wakionyesha kutoridhika kwao na mwelekeo wa sera za kigeni za Marekani, wakisisitiza kuwa nchi hiyo iko upande mbaya wa historia. Marekani iko upande mbaya wa historia, alisema mmoja wa waandamanaji huko Los Angeles, akionyesha hisia za wengi kuhusu mzozo huo. Suala jingine muhimu lililowakusanya wananchi ni sera za uhamiaji za utawala wa Trump, ambazo zimekosolewa vikali kwa kuwa kali na zisizo za kibinadamu. Waandamanaji walipaza sauti zao dhidi ya shirika la utekelezaji wa sheria za uhamiaji na forodha ICE, wakilituhumu kwa ukatili na ukosefu wa huruma. Maandamano haya ya No Kings yamepangwa na kuratibiwa na makundi mbalimbali ya wanaharakati kote nchini Marekani, yakilenga kuonesha nguvu ya umma na kutoa wito wa mabadiliko. Ingawa baadhi ya ripoti zimeeleza kuwa kulikuwa na matukio ya machafuko madogo na kukamatwa kwa watu wachache, kwa ujumla maandamano hayo yamekuwa ya amani na yamefanikiwa kuwasilisha ujumbe wao kwa serikali na dunia. Waandaaji wa maandamano hayo wanatarajia kuendelea na mikutano mingine ya kupinga utawala wa Trump, wakisisitiza kuwa hawatarudi nyuma hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa. Hali ya kisiasa nchini Marekani inaendelea kuwa tete, huku wananchi wakiendelea kudai uwajibikaji na mabadiliko kutoka kwa viongozi wao. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.